Takwimu iliyoendelea kumpandisha mwekezaji wa klabu ya Simba imethibitisha dhahiri kwamba sasa katika orodha ya matajiri ambao walikuwa wakizungumzwa kuwa ni katika orodha ya top 3 ya matajiri wadogo ama vijana ambao wanamiliki zaidi ya trilioni 26. Sasa kwa takwimu mpya ambayo tunaizungumzia ni takwimu ya mwaka 2025 mwaka 2026 kutoka kwa mwekezaji wa klabu ya Simba ambaye hivi sasa anaingia kwenye orodha ya matajiri ambao watakuwa wakimiliki zaidi ya trilioni 40, na yote imeendelea kutokana pia na aina ya uwekezaji ambao amekuwa akiufanya mwekezaji wa klabu ya Simba Mo Dewji Mohamed, ambaye hivi sasa katika orodha ya matajiri basi yaweza kuwa na mpaka muda huu kwa uthibitisho jinsi ambavyo takwimu hiyo imeweza kuwekwa tena kwa msimu huu, ni kwamba anaingia kwenye orodha ya matajiri ambao ni watu wazima, yani sio kwa matajiri vijana. Sasa anaanza kuingia kwenye orodha ya matajiri kiujumla hapa barani Afrika, licha ya kwamba huenda ikawa ni changamoto kuweza kufikia malengo ya kuwa katika top 3 tena ya matajiri barani Afrika, lakini kutokana pia na yale anayoyafanya, uwekezaji anaofanya, na ndio maana unaambiwa kwa hivi sasa bora na ingependeza zaidi ushauri ambao umeendelea kutolewa na baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba kutoka kwa mwekezaji ambaye wanamwamini na wanahakikisha kuwa ni lazima atakuwa mwekezaji nambari 3 katika hiyo top 3, ambapo kila mmoja anatamani sana ivunjwe rekodi hiyo ya kuwa mwekezaji mwenye pesa na kuingia kwenye rekodi ya kuwa katika top 3 barani Afrika kuwa ya wawekezaji wanaokubalika na kuweza kuthibitishwa. Licha ya changamoto ambayo hivi sasa mwekezaji wa klabu ya Simba anaingia, ni kutokana pia na aina ya kikosi ama tishio la ulinzi ambao unastahili kuweza kuwepo, ili mradi kuhakikisha kabisa kwamba yale anayoyafanya na malengo ambayo amekuwa akiyataka kuyatimiza, maana yake ni lazima tu kutakuwa na uangalizi wa hali ya juu. Mwekezaji kama Mohamed Dewji, na kutokana pia na pesa alizonazo mpaka hivi sasa, hata kama kuna wale mahackers, lakini pia kuna wale ambao wamekuwa wakipanga njama mbalimbali za kutaka kutaifisha mali za mwekezaji wa klabu ya Simba Mohamed Dewji. Hivyo inakuwa ni rahisi sana kwa wale ambao wamekuwa wakitaka kufanya uharibifu ama kutaka pia uvunjifu ama pia kutaka kufanya mapinduzi ya kuteka ama pia kufanya ule wizi ambao umekuwa ukitumika sana na baadhi ya nchi mbalimbali kuweza kufanyiwa vitendo ambavyo vimekuwa vikiwashusha matajiri wengi sana katika zile hisa zao, lakini pia katika uwekezaji wao ambao wamekuwa wakiendelea kufanya sehemu mbalimbali. Ni wazi kwamba kila mmoja anaendelea kumwombea mwekezaji wa klabu ya Simba aendelee kuifanya Simba ionekane kuwa ni nyota njema ambayo haitokuja kufifia katika bara la Afrika. Mimi sina la ziada, kicha msingi tukutane kwenye upande wa comment, na hii ni Hatboy Media, the quality of tomorrow for youth lakini pia and young children ambao wamekuwa wakiendelea kufuatilia hii platform yetu pendwa.